Siku nyingine Bettina pamoja na Tina kama kawaida yao walipanga safari, walipanga mtoko wao. Na Michael wakati anatoka kwenda kazini alimstua Lucas, akamwambia kwamba ndani kuna safari inapangwa, kuna mtoko unapangwa, kwa hiyo ajiandae, awe makini. Na Michael aliondoka kwenda kazini. Lucas naye alianza kuandaa mbinu za kuzuia mtoko huo, za kuzuia safari hiyo isifanyike, isiwepo. Basi bana, watu walijiandaa, wakawa tayari, wakapendeza kwa ajili ya mtoko. Baadaye bila wao kujua, Lucas alipita sebuleni na alikuta mikoba pamoja na simu. Aliangalia pale, akachukua simu ya Bettina, na kwa bahati nzuri hakuwa ameweka mlio, kwa hiyo akaificha. Baada ya watu kumaliza kujiandaa kwa ajili ya safari, walienda sebuleni na ili kuchukua vitu vyao, ili kuchukua mikoba yao pamoja na simu. Walipofika walikuta simu moja haipo, simu ya Bettina haipo. Walianza kuitafuta. Walitafuta, walipiga simu inaita lakini haionekani. Simu inaita lakini haionekani. Walianza kuhisi labda Lucas atakuwa ameichukua. Basi na Lucas kweli aliingia ndani akiwa amechafuka na kazi zake, akiwa anatoka jasho, alikuwa anatoka kwenye kazi zake nje kama kawaida yake. Walimuuliza kuhusu simu, aliwaambia kwamba yeye kwa sababu alikuwa nje hakuona mtu yote ambaye aliingia ndani, kwamba labda kuna mwizi aliingia ndani na akatoka na simu. Kwa hiyo simu lazima itakuwepo ndani mule. Aliwaambia wapige simu, wakamwambia simu tumeipigia sana, inaita lakini haipatikani. Aliwaambia basi kama ni hivyo basi simu itakuwepo ndani humu, kwa sababu mimi nilikuwepo nje, hakuna mtu yote ambaye ameingia ndani akatoka labda kwamba alikuwa mwizi. Basi walitafuta sana simu, walipiga sana simu, inaita lakini haionekani. Wakaanza kumuhisi Lucas labda atakuwa ni mwizi, Lucas labda atakuwa ameichukua simu na kuificha. Walitafuta sana. Bettina alikasirika sana, alikuwa na hasira. Kuna muda alimuhisi Lucas atakuwa ni mwizi, labda ameichukua, ameificha. Kuna muda alihisi labda kuna sehemu atakuwa ameisahau. Kwa hadi hamu ya safari ikaisha. Hadi hamu ya safari ikaisha. Watu walibadilisha nguo na wakaachana na masuala ya mtoko tena, wakaachana na masuala ya safari tena. Walitafuta sana simu bila mafanikio. Walijitahidi sana kupiga simu, lakini simu ilikuwa inaita lakini haipatikani. Simu inaita lakini haionekani. Hadi wakachoka. Walimuhisi sana Lucas labda atakuwa ni mwizi. Tena na Lucas naye alitafuta simu hata pale ambapo wenzake walionekana kuchoka na kuacha, lakini yeye alikuwa akiendelea kuitafuta na kupiga simu, lakini simu ilikuwa inaita haipatikani. Basi safari ilikufa. Ishia hapo, hakuna tena ambaye alikuwa na hamu ya kutoka. Kwa hiyo watu wakabaki nyumbani. Jioni ilipofika, Michael alirudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, Lucas alimhadithia yote yaliyotokea, kwamba ilikuwaje mpaka watu hawakutoka safari na hawakutoka na walibaki nyumbani. Sasa Lucas alimuomba jambo moja Michael. Alimwambia simu aliichukua na kuificha. Sasa zoezi lililobaki, kwa sababu wanamuhisi pia kwamba Lucas inawezekana ameichukua ile simu, labda ameiiba au ameificha, ili kumsafisha pia na Lucas asionekane ni mwizi. Wakakubaliana kwamba, na Lucas akatoa wazo kwamba Michael inabidi aichukue ile simu. Kufika chumbani inatakiwa simu ionekane ikiwa ipo chumbani. Basi walikubaliana na Michael alichukua simu na akaingia ndani.
Baada ya kuingia ndani alipewa story yote ilivyokuwa, simu imepoteaje, na kila mtu pale alikuwa anamuhisi Lucas labda kwamba alikuwa ameichukua ile simu. Na kweli Michael alifoka pale na akamuita Lucas na akajifanya naye pia anamuhisi na kumfokea, na aliwafokea pia kwamba inawezekana mliacha labda geti wazi, akaingia mwizi akaichukua. Alimfokea Lucas kwamba usiwe unaacha geti, kama simu umeichukua nitajua na utairudisha, na kama umeacha geti wazi mwizi labda ameingia pia nitajua. Kwa hiyo alijifanya pale hakuna kitu anakijua. Alifoka pale, baada ya muda akaingia zake chumbani. Baada ya dakika 2-3 Michael akatoka na ile simu kutoka chumbani, akamwambia, simu mnayoitafuta si ndio hii? Kila mtu alishangaa pale na kila mtu akaona kumbe simu aliisahau chumbani. Basi Bettina akasema, simu mbona tuliitafuta sana, tulipigia simu sana tukiitafuta. Michael akamwambia, chumbani ulijaribu kuangalia? Chumbani ulijaribu kuitafuta? Bettina akamwambia, na imani sana kwamba niliacha chumbani, nilikuwa na uhakika 100% nyingi kwamba nilitoka nayo, kwa hiyo sikuwa na muda mwingi wa kuitafuta chumbani. Michael akamwambia kwamba mbona simu nilikuta kitandani tena umeifunika na mto? Basi Bettina akasema inawezekana kwamba kwa sababu nilichanganyikiwa, na kwa leo kusema ukweli sikuwa na hamu hata ya kupanda kitandani kulala, kwa hiyo inawezekana kama ningepanda kitandani inawezekana labda ningeiona, lakini kwa sababu sikupanda kitandani leo, sikuwa na hamu hata ya kulala, inawezekana ndio maana sikuiona na sikujua kwamba ilikuwa kitandani. Na hii ya leo ikawa imepita hivyo, na kila mmoja akaamini kwamba kumbe kweli simu ilikuwa ipo chumbani, na kila mtu aliamini kwamba kumbe Lucas hakuwa ameichukua ile simu na hakuwa mwizi, bali simu ilikuwa ipo chumbani kwa Bettina, kwa sababu kila mtu aliamini kwamba Lucas hawezi kuingia kwenye chumba cha mke wa bosi wake ambaye ni Bettina. Kwa hiyo walijua kabisa kwamba, na simu ilionekana na Michael ndio alienda kuiona simu kitandani. Kwa hiyo kila mtu aliamini kwamba inawezekana Bettina alisahau simu yake chumbani kwake. Hakuna ambaye tena alimuhisi Lucas kwamba labda aliiba au alificha simu ya Bettina. Na hii nayo ikawa imepita salama. Hii ilizidi kuongeza urafiki na uaminifu kati ya Michael na pamoja na Lucas. Michael alizidi kumwamini na walizidi kuwa marafiki, na sio tena mtu na bosi wake. Sema huyu Lucas michezo anaoicheza siku ikibumbuluka, siku ikijulikana, sijui itakuwaje. Mimi nikuombe tu usiondoke bila kusubscribe, bila kubonyeza alama ya kengele hapo, ili tuendelee kupata mikasa ya bwana Lucas, mikasa ya Lucas anavyocheza na akili za mabosi zake, na tuone kama je, ikitokea Bettina pamoja na Tina wakajua kwamba Lucas anawachezea michezo itakuwaje, na je Lucas ataendelea kufanikiwa siku zote kwenye majaribio yake? Nikuombe usiondoke bila kusubscribe.